asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naendelea kumshukuru Mungu wetu kwa wema na uzuri ambao ametufanyia na kwa vipindi ambavyo vimeendelea kufanyika hapa. Ninaamini kwa kweli tutarudi tukiwa tunang'ara kama Musa alivyoshuka kutoka kwa mlima ule akiwa ametoka kuonana na Mungu. Na hilo likawa ombi letu, kila mmoja wetu akatoke na badiliko hilo kwa utukufu wake. Niwaalike tena tuweze kuingia kwa tafakari hii ya siku ya leo. Ni waombe tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, jina lako limeitwa hapa mara kadhaa katika vipindi mbalimbali na mada mbalimbali zilizotolewa, na sasa tunaliitia jina lako tena kwa jambo moja tu. Mungu wa mbinguni, uchukue ufahamu wetu na akili zetu kuwa mateka yako katika masaa haya, na mioyo yetu ikafunuliwe wazi mbele yako kwa utayari wa kupokea neno, ili badiliko kubwa litakalotokea lipate kuwa na madhara chanya ya kutuandaa kwa uzima wa milele. Na ndilo ombi letu kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Tunapoendelea na mada yetu ya nuru yetu inayotakiwa kuangaza, jioni tutakuwa na wasaa mzuri wa maombi. Nitangaze hilo mapema. Kwa hiyo niwaalike, tutakuwa na wakati wa pekee sana wa maombi, wakati wa ibada ile ya jioni. Kwa hiyo pangilia mambo yako vizuri mchana wa leo. Ikiwa yako mambo ambayo unahitaji kuonana na Mungu kwa njia ya maombi kwa namna yoyote ile, yaandae. Tutakuwa na muda wa kutosha wa maombi, na mimi wachungaji pia watakuwepo kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo niwaombe kwa neema ya Mungu tuje kwa maombi. Mimi ninaamini katika maombi na ninapenda maombi, na Mungu amekuwa akifanya mambo makubwa sawa sawa na anavyoona ni vyema, na nimekuwa favored na yeye Mungu wa mbinguni kwa namna hiyo. Kwa hiyo niwaalike wale ambao wanayo maswali makubwa katika maisha yao na wanatamani maana zake kutoka kwa Mungu na Mungu ajifunue kwao, wasaa wa jioni utakuwa wakati huo. Kwa hiyo ni kuandae, anza kujiandaa mapema, weka mambo yako vizuri. Katika kuingia kwenye tafakari ya jioni ya mchana wa leo, jana tulijadili mahali fulani kwa habari ya nuru ambayo inatawala, ambayo inaleta uwepo, inaleta muundo na inatengeneza mazingira hayo kwa tabia yake ya ushindi na kutangaza ushindi kuanzia mwanzo wake hata mwisho. Hatimaye nuru itashinda. Kwa tabia hiyo ya nuru ya ushindi, kukuwa mjadala isipokuwa kushinda, maana hiyo ndiyo tabia yake. Mchana huu sasa tutaona kipengele hiki kinachotuandaa kwa maombi, na sio kipengele kingine isipokuwa the separating power of the divine light. Unaweza ukasema tu nuru inayotenganisha. Unaweza ukasema utume wa nuru wa kutenganisha. Yote ni sawa. Tuanzie pale pale ambapo ndipo historia yetu na nuru kwa mujibu wa maandiko matakatifu vimeanzia. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Mwanzo 1, 3 na 4, ili tupate neno hapo. Yule aliyekuwa anasoma tafadhali.
We naye usikiage nasemaga usome kwenye maiki. Waambia mniwekee fimbo karibu. Haya soma. Si umeona sasa hivi bora Sema amina. Amina. Waacha we. Haya. Kitabu ni cha Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 3 hadi wa 4. Mwanzo 1 mstari wa 3 na wa 4. Kati anasoma hapo na fundi mitambo naye anaziangalia monitor zake. Anasema koni moja. Ndio. Mungu akasema. Mungu akasema. Iwe nuru. Iwe nuru. Ikawa nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaitenga nuru na giza. Soma tena fungu la 4. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaitenga nuru na giza. God separated the light from the darkness. Akaitenga. Na somo letu linajengwa hapo leo. Nuru inayotenganisha, unaweza ukasema the separating power of the divine light. Kwa hiyo kuanzia mwanzo, nuru haikuumbwa tu ili iangaze, kama ambavyo fungu letu limesema, let your light shine. Haikuumbwa tu ili kuangaza na iwe nuru. Tunaona kupitia fungu hili nuru pia ilitengenezwa, ilikuja na kutenga baina yake na giza. Kwa hiyo kama tulivyoona jana, kabla ya form kuwepo, kabla ya order, kabla ya utaratibu na mpangilio kuwepo, kulikuwa na machafuko, confusions, chaos na kadhalika. Kabla ya urembo wa dunia uliokuwepo, ulikuwa na kutokuwa na mpangilio, formlessness. Lakini Mungu alipoitambulisha nuru, kitu cha kwanza alichokifanya baada ya kusema let there be light, kilichofuata separated from the darkness, akaitenga. Na hiyo nuru ikatengwa, nuru ikatengwa na giza. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kanuni ya kimbingu. It was a divine principle ya kwamba kila wakati Mungu anapotambulisha nuru, ana enforce separation. Kila wakati Mungu anapoitambulisha nuru kwa tabia zake na kwa mambo yake, ana enforce separation. Kwa namna ya sheria, anapoitambulisha sheria yake kama nuru, anatambulisha pia kutenganishwa anapotambulisha hivyo. Kwa hiyo utagundua nuru sasa is not a neutral, tuiteje, light is not neutral. Nuru haichanganyikani. Always light is separated. Siku zote nuru imejitenga. Nuru haichanganyikani. Kwa hiyo kama nuru ni tabia na mafunuo ya Kristo, tunategemea kuyaona bila mchanganyiko. Maana tabia ya kwanza ya nuru na tendo lilofuata baada ya kuexist, nuru ilijitenga na giza na ikatengwa na giza. Lakini neno hili nimelitafuta kwa Kiswahili nimelikosa, that light is not passive. Light is always active and is not a passive one. Nuru siku zote iko active. Nuru sio second hand. Nuru sio taarifa. Nuru ni active siku zote. Nuru ni original, sio passive. Nuru ipo, but also light is confrontational. Maana nuru inaweka mstari na jitenga na vingine, na ndivyo ilivyo. Sasa katika dhana ya kithiolojia na maandiko, nuru inasimama kuwakilisha uwepo wa Bwana, God's presence. Lakini pia nuru inasimama kuwakilisha ukweli. Neno lako ni taa ya miguu yangu na kadhalika. Nuru
inasimama kwa utakatifu. Nuru inasimama kwa haki. Nuru inasimama kwa utakatifu. So from theological perspective and biblical point of view, hayo ndio mambo ambayo nuru inasimama. Giza inasimama au kuwakilisha dhambi, ignorance, bondage, ufungwa kwa kifungoni, lakini pia utawala wa Ibilisi na miliki yake unawakilishwa kwa giza. Kwa hiyo nuru sasa inao utume wa kutenganisha kile ambacho kiko kwa Mungu na kile ambacho hakipo. Yaani nuru ina utume wa kutenganisha what belongs to God from what does not. Kwa hiyo nuru inatenganisha kile kinachomilikiwa na Mungu na kile ambacho hakuna. Sasa katika Mwanzo hiyo sura ya 1 na ile aya ya 4, Mungu aliposema Bwana Mungu akaigawanya, akaitenga nuru kutoka kwenye giza. Hii haikuwa bahati mbaya. Hii ilikuwa inatuambia ya kwamba siku zote nuru na giza haviwezi kutawala pamoja. Ni lazima kimoja kimpishe mwenzake. Na kwa asili ya nuru haiwezi kutawala pamoja na giza. Ni lazima kimoja kiondoke, na hasa giza ni lazima liondoke ili nuru itawale. Kwa hiyo nuru inapokuja lazima itenganishe giza lililokuwemo ili yenyewe itawale. That means the light and darkness can never coexist, cannot coexist. Haviwezi kuishi pamoja. No mixture between light and darkness. Hakuna mchanganyiko kati ya nuru na giza. No compromising, no coexistence. Hakuna kabisa kati ya nuru na giza. Maana yake ni nini? Kwa lugha nyepesi kabisa, nahitaji tuseme maneno haya. Na taarifa, breaking news, ni kwamba msosi uko tayari. Bwana asifiwe. Jamani, tuseme amina. Hata kula nalo ni jambo jema na la kimungu, na kula ni ibada. Ndio maana kabla ya kula unaomba. Usiniangalie kwa jicho baya, mara saa 7 imefika leo watatufanyaje. Nimewaambia katika vitu nazingatia baada ya Mungu ni mlo. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Mlo wao sosi oye. Basi upande kwa kweli upande mmenibariki. Siti zenu na malaika wazifute vumbi kama lipo. Basi mtu mmoja akasema, baada ya mtu mmoja kuongea pointi ya kutisha, mzee akasema, pastor, tulikuwa kwenye mambo ya kijamii, yaani kwa pointi ya huyu dada aliyeongea dhambi zake zote nipewe. Angekuwepo kijana wa ovyo hapa tungemhamishia za kwenu wote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ila wapo. Kwa hiyo ni muda wa kula na ninajua hilo, kwa hiyo usiwe na wasiwasi, na kuhakikishia kula utaenda. Unaenda kula. Sasa jambo na mambo mawili tu, alafu uende kula na tuendelee kwenye vipindi vingine. Jambo la kwanza, nuru kazi yake ni kutenganisha na haichanganyikani kwa namna yoyote. Ikiwa unajiita wewe ni wa nuru, wewe ni wa nuru kwa sababu nuru haichanganyikani. Hebu tuende katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wa 14. Nuru haichanganyikani na haina ushirikiano. Hakuna kabisa. Maana yake na kuwepo nuru hakuna giza. Havikai pamoja na wala haviwezi kukaa pamoja. Kwa hiyo ile imani, dini, ushirika, mahusiano ya katikati ya kuwa na vyote viwili, hiyo yote ni giza. Maana nuru haichanganywi na kingine. That means kama unaona bado kuna matendo ya giza, kama bado kuna vipengele vya giza, kuna vitu bado umevibeba, bado unavifanya kwa maana ya tabia, kwa maana ya usemi na kadhalika, kwa maana ya kuvikumbuka na kuvitamani. Mtu mmoja akasema, yani hawa washukuru tu nimebatizwa. Ingekuwa enzi zangu hawa
Yaani wewe sio mzima bado kabisa, yaani bado ni mgonjwa, maana unatamani. Tuende katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Soma hapo. Anasema, msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Ndio. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Pana shirika gani? Kuna namna gani? Kuna uhusiano gani kati ya nyimbo za Mungu kwenye simu yako na kamoja kabongo flava? Kuna ushirika gani? Tusaidiane. Kuna uhusiano gani? Maana nuru na giza havichangamani. Kuna uhusiano gani kati ya uaminifu wako na kusema nimezishika amri za Bwana, mimi ni Mwadventista, mimi ni Mkristo, na huu ni unaoendelea nao? Pana uhusiano gani? Maana nuru ikija inaliondoa giza, lakini hizi tabia dhambi rafiki ambazo tumezibeba tunazo zinaonyesha nini? Na wakati tunaitikia let your light shine, vimo tunakiri kwa midomo, maana yake bado nuru ya kweli haijaangaza, bado nuru haijafanya kazi yake. There is still a process of separation needed in our life. Bado kazi ya kutenganisha hivi vitu, maana kwa kuwa navyo tuna manufaa navyo. Kuna namna vinatufariji, kuna namna vinatutia moyo, kuna namna vinatupa comfort, vinatupa raha, kuna namna, kuna mahali vinatutoa. Yani hii giza hata iwe kidogo, maana yake kazi ya nuru bado haijafanya sehemu yake, iwe ni kanisani, iwe ni ibadani, iwe ni nyumbani, iwe ni kwa viongozi, iwe ni kwa mchungaji. Hata kama atahubiri na moto ukashuka, kama bado kuna giza, maana yake nuru haijafanya kazi, because light is not a passive one. Nuru ikiingia inachora mstari, na hapa ndipo utasikia walimu wengi wa mahusiano leo hii wametunga hoja zinazosapoti mahusiano yao, wenda yaliyoferi. Wengine wanatetea wanaume, wengine wanatetea wanawake, wengine wanafundisha mitazamo yao ili kutetea giza. Na kanuni za Biblia zipo na kanuni ya nuru ipo, ni kuchora mstari. Biblia ilishasema usizini, usizini. Biblia ilishasema na imemaliza. Azinie na mwanamke hana akili kabisa, amwangalie kwa kumtamani ameshazini. Imemaliza. Kama bado ipo, nina mashaka na hiyo nuru ulionayo, maana bado haijatawala, kwa sababu inapotawala nuru hakuna giza. Kwa hiyo tunapoona mashaka kwa mwanatukasa, tunapoona mashaka kwa mshiriki, tunapoona mashaka kwamba ni haka tu na tumejifichia hapo wengi Mungu haangalii nje, anaangalia wapi? Anaangalia moyo. Kwani vinavyotoka nje vinatoka wapi? Ni kanuni ilishachorwa. Mwanamke asivae nguo impasayo mwanaume, mwanaume asivae nguo impasayo mwanamke. Acha kutafsiri visababu, maana nuru na giza havikai. Sasa unajua hapa pastor, unajua mimi hiki kimini ni nje tu, lakini mimi ndani pastor. Mbona unakuwa mgumu kukitoa kama kiko nje? Maana kingekuwa nje peke yake kingetoka, ila kiko na ndani, na ndio maana kukitoa ni ngumu. Yani wanatusema mno mambo ya kusukasuka. Yani sasa hizi rasta sinatoa tu siku ya saa. Kama ni ngumu, mbona umeshindwa kuacha? Si ziko nje, viko ndani, na ndio maana vimejengewa kiburi. Samahani, ashakumzima tu. Sielewi kwa nini watu ambao wanasuka yale manywele ya kupandikiza wote wana kiburi. Lazima tu awe nacho, kiwango ndio tofauti.
Lazima tuwe na kakibuli. Na ukitaka kutesti, nenda kamuone leo. Sasa pastor, unaanza kusema na nywele hizi na kadhalika, nuru haikai na giza. Tumefika mahali tuambizane ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nuru na giza havikai. Mungu anakuumba vizuri, anakupa nywele ya kipilipili ambayo anajua Jumanne atakuona akupende na hicho kipilipili, unamzunguka unaenda saluni. Jumanne anaona nywele anachanganyikiwa, sema huyu nani? Mkaka mzuri Mungu amekuumba, kakupa kichwa huku nyuma kama nyuma ya video za zamani, unamzunguka unataka kunyoa denge. Mzee, wengine tumeombiwa vichwa vya hivyo kama nyuma za video za zamani zile. Na kuna mtu akiangalia sema, yani mimi huyu kaka jamani, anafia hapo kabisa. Mkome kuanzia leo mnaomzunguka Mungu. Mungu amekupa miguu yote, tukiangalia original tunachanganyikiwa wa kushoto ni upi. Unamzunguka unabadilisha muondoko. Na wakati wa kufanana na wewe akiona hayo matege aambiwi kitu. Dunda hivyo hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Achia hiyo kipilipili, ndio uliopewa. Dunda nayo blaza. Umepewa mdomo kilo 4, uachie, acha kutuangalia. Umepewa makengeza, tuangalie hivyo hivyo. Naangalia kumbe unaangalia. Usifiche na miwani bana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nuru haikai na nini? Hauwezi ukawa feki. Uwe feki. Fake everywhere. Fake. Kwa pale Dodoma siku moja nikapita mahali fulani nikakuta dada. Yani pastor, kwenye kucha rangi, mdomo rangi, kwenye macho nyekundu, mwenye kucha rangi mbalimbali, mwenye macho ni rangi kama silver, kama upinde wa mvua. Sasa yani anawaka waka kama Mkrismasi. Na Mungu wa mbinguni, huyu naye ni binadamu. Kumbe ni nyanjura wa kule Majita. Na tunakujua kaa vizuri wewe, tunakuelewa. Tunajua meno yako yamekaa hivi, ulikuwa unanyonya vidole kutuangalia. Cheka vizuri. Watu wanaogopa kuwa original. Leo tuna mtu fake, tembea yake anatembea amejikaza. Na Mungu wa mbinguni, huyu si upepo ukija wa kisudi huyu si anaenda na maji. Ajiachie bwana. Bwana Yesu asifiwe. Furahia ulichopewa na Mungu. Sasa unafurahia cha nani? Dunda hivyo hivyo, ni sikio kubwa kama unga wa Azam, liachie, usilifunike kilemba. Sini la kwako. Uliandika barua ya usu kupewa masikio. Sina uliza aliko kalikuta. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambie, kuna jamaa analiangalia hilo sikio, anawaza namna ya kuja kuongea nawe, na wewe unalificha. Kwa hiyo nuru haikai na giza. Nataka niwaambie, kama wewe ni mcha Mungu sasa hivi, pastor, tukipekua umusimu ndio utagundua hapa tuna wauni, wanaharakati wa nguvu wako hapa. Let your light shine kwenye simu. Diamond yumo na kale kawimbo kake. Siku moja tumekaa kanisani, simu ya mzee wa kanisa inaanza kuita chikichi, chikichi, Nasema
Akasema watoto bwana watakuwa wamechezea. Wewe watoto, hakuna cha watoto. Umedakwa. Unaona mwingine ukiingia tu, wewe nenda tu pale kwenye simu ya mtu, chukua, anza pale neno, aweka S na E, yanayofuata Google siku hizi inaleta mapendekezo yenyewe kwamba huyu ni mdau wa haya. Nenda YouTube, andika kwenye search engine ya YouTube pale utaona yote yanakuja, na ni mkuu wa mambo ya kiroho. Mkuu wa mambo ya kiroho amechanganya mchuzi wa nguruwe kidogo na wa ng'ombe. Akitoka hapo anakaa wimbo ka kumtia moyo, mapenzi yataniua. Tulikuwa kanisani siku moja, katoto ka mke Kanani, yani kama mtu wa heshima kabisa kwenye hili kanisa, wakati kanaenda kukojoa, kamefika pale katikati, mapenzi yataniua, bora nitafute hela. Mapenzi kanaenda kukojoa, kana mapenzi kamesikilizia wapi? Na kanasoma shule ya kanisa, kadogo kanasoma shule ya kanisa. Huu mchongo kameusikilizia wapi? Mchanganyiko. Na nataka niwaambie, huu mchanganyiko as long as tunauchukulia kawaida, ndio unatengeneza hybrid ya aina ya washiriki ambao itakuwa ni vigumu neno la Mungu na nuru kupenya na kubadilisha mioyo yao, maana ni vitu ambavyo ni vya giza, ila vimekuwa maintained, tumecompromise na vimejenga ngome, na ndio maana kuvitoa vitaki. Vimetengeneza addiction, vimetengeneza uraibu. Huwezi kulala mpaka uvisikie, huwezi kuishi mpaka uwe navyo na kadhalika. Sasa vimejenga ngome na kuvidondosha ni vigumu. Tayari wewe ni muumini, ni mwanatukasa, ni mshiriki, ni mcha Mungu ambaye ni hybrid. Kwa hiyo likitamkwa fungu, kuna saa kama utakuwa nasikia. Zamani wakati tunafundishwa kufua, nguo zilikuwa ziko na namna, sijui kama siku hizi zipo. Nguo ina kona, unaona ikifua inaonekana haijasafishika, ila ukiweka ikakauka inang'aa. Ndivyo Mkristo wa leo alivyo, ameshakuwa sugu, maana vile vidogo alivyovidharau kwamba havina madhara, akasahau nuru na giza vikai pamoja. Hapana ushirika. Kama umeamua kuwa Mkristo kuanzia kwenye simu, kuanzia nyumbani, kwenye maisha yako, kwenye kuvaa, kwenye maneno na kadhalika, hakuna mixture. Maana mbinguni nuru itatawala, na hatuna mchanganyiko mbinguni, ni nuru peke yake. Unajiandaa kubaki. Jambo la pili, Mungu alipowatoa wana wa Israeli kule Misri, Mungu alipoanza mapigo yale, utasikia Bwana, nami nitaweka mpaka baina ya watu wangu Gosheni na wa Misri. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anatandika, anaweka mpaka, na pigo mojawapo lilikuwa ni pigo la giza. Alipotandika wa Misri kwa maana zake za kiunabii na za kibiblia, wakatandikwa na giza, wacha Mungu wake aliwahifadhi kwenye nuru, akawahifadhi kwenye nuru. Kwa hiyo Mungu alitenganisha. Kwa hiyo tunaweza tukasali hapa pamoja, lakini kumbe tuko wote hapa. Sikiliza hii, same land, wote wako Misri, same time, muda ni ule ule, but different realities. Hawa wana giza, hawa wana nuru. Kanisa ni lile lile, chama ni kile kile, wenda chuo ni kile kile, umri ni ule ule, wenda sasa ni ile ile, wote ni single, but realities are different. Wote tumekuja summit, wote tumetoa vingilio, wote tumekaa hapa, lakini kuna watu tuko hapa tumetengwa nuru na giza. Same land, wote tuko Tanzania. Same land, wote tuko chuo cha madini. Same land, wote tuko chuo cha ardhi.
same land, wote Mwalimu Nyerere, same land, wote ni rika lile lile, same time, wote tuko mwaka huu, wote mwaka wa pili, wote tunasoma hiki the same time, even can be the same opportunities, wote tuna fursa zile zile, wote tuna karama na kadhalika, but reality ya moyo ndio inatamka. Ndani ya moyo wako kuna separation, lazima inafanyika na Mungu. Jambo la pekee sana nimejifunza hapa, hii ilikuwa ni siri kubwa ya utenganisho. Sikiliza mambo haya ninapomalizia kipengele hiki. Kwa nini swala la kutenganisha lilikuwa ni muhimu hasa kwa wana wa Israeli na katika Biblia? Kwa nini nuru iamue kutenganishwa na Mungu anaanza kwa kuhakikisha mianzo yake inatenganisha? Sababu ni hizi zifuatazo. Ziko sababu 4. Sababu ya kwanza, to reveal covenant identity, kufunua utambulisho wa kiagano, kwamba agano ninalofanya na watu wangu halihitaji mchanganyiko. Sihitaji nuru na giza vichanganyikane. So the identity of the covenant of God has no mixture. Ni nuru na nuru peke yake. Kwa hiyo anapotenganisha, anaweka utambulisho wa watu wa agano lake, watu wanaomwamini, watu wanaomkubali. Maana yake utambulisho wa watu waliofungamana na Mungu ni hakuna giza. Jambo la pili, to demonstrate divine ownership. Kwa hiyo watu, jambo la kwanza tumeona ya kwamba ni watu hawa ambao wanatambulisha agano la Mungu, ni utambulisho. Jambo la pili, to demonstrate a divine ownership. Hawa wanamilikiwa na mbingu, hawa ni wakazi wa mbinguni, hawa hawamilikiwi na dunia, hawa hawamilikiwi na majaribu, hawa hawamilikiwi na dhambi, hawa ni nuru peke yake. Awe anaumwa, awe haumwi, awe na hera, ana hera, huyu anamilikiwa na mbingu, na ndio maana wanatakiwa kutenganishwa. Jambo la tatu, to protect the destiny. Kwa nini Mungu anatenganisha nuru na giza? Ili kulinda hatima. Na ndio maana wana wa Israeli hawakuruhusiwa kuoana na watu wengine, maana Mungu alikuwa analinda hatima. Na Israeli walipojaribu kuoa, nenda kwa mfalme Ahabu, anapomwoa Yezebeli, Yezebeli anapindua. Hiki ndicho Mungu alikuwa hataki. Alikuwa analinda hatima yao kama taifa lake. Bwana analinda hatima yetu kama mbegu yake, kama watu wake. Shetani anajua akiharibu hii mbegu ameharibu kanisa, na kadhalika. Kwa hiyo Mungu kwa kutuita tusichanganye nuru na giza, analinda mbegu yake na hatima ya mbegu yake. Jambo la 4 na la mwisho, to prepare for deliverance, kutuandaa kwa ajili ya kukombolewa na kufunguliwa. Sasa hapo utasoma mwenyewe kitabu kile cha Kutoka sura ya 11 na aya ya 7, kwamba Mungu alipowatoa wana wa Israeli, mambo haya ya msingi yalifanyika. Na malizia jambo hili, sikilizeni jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilizeni haya mambo. Ilikuwa rahisi Mungu kuwatoa wana wa Israeli Misri. Aliwatoa kwa usiku mmoja. Lakini kuitoa Misri kwenye mioyo ya wana wa Israeli ilimchukua miaka 40. So deliverance is simple, but separation takes time. Kuokolewa, kila aminia na kubatizwa mnaingia, ila kutengwa na zile dhambi na wale marafiki na yale mazoea, it always takes time. Na wengi tulioko hapa, changamoto haiko kwenye kuokolewa, maana wote ni wanatukasa, wote ni Waadventista, wote ni Wakristo, wote tunamwamini Mungu, wote tunasali, but separation. Ndio tuna makesha ya asubuhi, maana ndio unaonesha Ukristo wa leo. Ndio tuna lesoni, maana ndio inaonekana kuwa Mkristo, but tuna lesoni, lakini bado kuna vitu tumeshikamana navyo, vitu vya giza. Na ngoja nikwambie, Mungu anapowaita wana wa Israeli alifuata hatua zote za ukombozi.
zile hatua, the three elements, sijui niziwekeje, ila zile namna tatu za wokovu. Anaanza kuhesabia haki, justification by faith. Anasema yeyote atakayepaka damu ataokolewa, na ndivyo ilivyo kwetu. Kila aminie ataokolewa, atakayemwamini huyo, atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndivyo alivyowaambia, yeyote atakayepaka damu. Tukio la pili lililowafanya watoke Misri ilikuwa ni lile la siku ya 15 ya mwezi wa Abibu, mwezi wa kwanza wa Kiebrania. La kufanya nini? Ilikuwa inaitwa kutoa chachu, kujitenga na dhambi. Anawaambia sasa tunataka kuondoka sasa. Ndiyo, pigo lile limeshapigwa, wazaliwa wa kwanza wamekufa na wao wamepona. Ndipo anawaambia ili mtoke Misri, tunaingia siku ya 15 ya mwezi huo, jitengeni na dhambi. Toa chachu kwenye miji yenu, jitenge, maana in order to be saved you must be separated. Kwa hiyo Israeli hawakutoka kwa sababu walipaka damu kama ambavyo tunasherehekea. Sio sherehe iliyowatoa. Pasaka sio sherehe iliyowatoa. Pasaka ni sherehe iliyowaingiza kwenye agano na Mungu, ila kilichowatoa ni kujitenga na dhambi. Na ndio maana ubiri la nuru, ujumbe wa nuru, toba, maungamo ya dhambi. Haya mambo yamefuatana na hayapigani chenga. Separate yourself from sin. Sio muda wa kucheza nayo, maana nuru haikai nayo. Wewe angalia tu tabia yako, fanya tathmini. Kuna mambo gani bado yapo? Tambua bado nuru haijatawala. Maana nuru inapotawala huwa hakuna giza. Bado kuna kiburi, bado kuna majivuno, bado hauna uwezo wa kuamini haya matoleo yangu nitoe kwa Bwana. Kama bado kuna mashaka, tambua nuru bado haijatawala. Na usiniulize sasa, pastor, kama bado nuru haijatawala, nini kinatawala? Sina majibu. Sikiliza nikwambie jambo hili pia. Sikiliza jambo hili. Usalama wa wana wa Israeli na Farao ilikuwa ni kutengana. Kadri kila mmoja alivyomng'ang'ania mwenzake, ndivyo disaster ilikuwa inazidi. Ili Farao awe salama, walitakiwa waachie wana wa Israeli, na wana wa Israeli ili wawe salama walitakiwa waachie Misri moyoni mwao. Kwa hiyo sasa ni hivi, Farao alikuwa amekaa kwa wana wa Israeli, anawataka physically na kadhalika. Alipokuwa anawang'ang'ania, mapigo yanazidi, lakini angewaachia wala asingepata kipigo. Wana wa Israeli kadri walivyokumbuka Misri na kutaka kurudi, ndivyo kutokuamini kulizidi na mapigo yakaongezeka kwao, na wakazungusha jangwani, maana walitaka kurudi. Wenda unazunguka katika nyanda za maisha yako muda mrefu bila kufika kwenye baraka, kwa sababu bado unashikamana na Farao. Bado unakumbuka utamu wa zinaa, bado unakumbuka utamu wa mizaa, bado kwenye simu yako kuna vitu fulani unavitaka, na ndio maana unazunguka, unang'ang'ana kuomba. Ndio maana nimesema mchana tutakuwa na maombi ya pekee. Unang'ang'ana kuomba, mbona sijibiwi? Pana shirika gani kati ya nuru na giza? Maana haumo kwenye agano. Na kadri unavyoendelea kujiataki kule, ndivyo ambavyo unaendelea kupata madhara. Kuna watu wako kwenye mahusiano hapa, kila siku ni kulia, yumo tu. Kila siku ni kufyatua mimba, yumo. Kijana wangu mmoja akahonga bumu lote. Sema, pastor, nilimpa moyo wangu wote. Mwambia, wewe nilijinga. Wewe Biblia imesema Mungu ndiye anapewa moyo, ukampa mdada. Na dada aliyepewa moyo akawa ni middle kisheti. Sasa kuupiga danadana. Sasa limekaa hapa. Madhara makubwa. Hii misongo inayotuhangaisha ni wachache sana ambao ni ya maisha ya kawaida, umaskini wa nyumbani na kadhalika. Wengi misongo na mitafaruku tuliomo inayotufanya tusiwe na raha na kadhalika ni ya kijinga kabisa. Na hawa ndio wazazi wanaoandaliwa eti vichwa vya familia. Mimi huwa nawaita vichwa vya chaja.
Mama wa familia huyu shinda kwenye TikTok kama Taira Taira fulani. Huyu ndiye aje aleo watoto watakaokuwa jasiri. Msikilizeni, Mungu anapowatoa wana wa Israeli Misri Farao akajifanya kufuata, akamwambia Farao, ninatenganisha hawa watu na wewe, sitaki. Farao akafuata nyuma, na ndipo ukisoma ile sura ya 14 ya kitabu cha Ufunuo kuanzia mstari wa 11 utakuta Mungu alipoona Farao anazidi kuja, anasema lile wingu lililokuwa mbele linawaongoza wa Misri likarudi likakaa katikati, likatenga wana wa Israeli, likawatenga huku. Wana wa Israeli wakawa kwenye nuru tena, na hawa wakawa kwenye giza. Hawa wakawafukuza lakini hawakuwapata. Liko fundisho la pekee hapa ya kwamba siku zote nuru ikisha kuwepo, giza haliwezi kutawala. Yesu alipokaa katikati ya jeshi la Farao na Misri, hawawezi kuwakamata. Wangapi wanasema Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie nuru yako ikamaliza kazi yake kwenye maisha yangu, ikanitenganishe na chochote ambacho nimejiataka. Kama hilo ni hitaji lako na unaona kwa dhati kabisa moyoni kwamba kuna mahali unahitaji nuru hii ianze kukutenganisha napo, ni uraibu wa tabia fulani za ngono za kimazoea. Kuna watu wako hapa hawezi kulala bila kubeti odi, hawezi. Akipata tu kaera kidogo, naongea ninachokifahamu, hawezi kulala bila kufanya masturbation kidogo, hawezi kulala bila kuongea na mwanaume au mwanamke, hawezi. Giza limekaa hapo, ana maombi, hana tabia nyingine yoyote. Yeye kwake ni umbea. Ya kwake ni kiburi, dharau. Ya kwake ni ulaji wa zaka na sadaka. Nasema Mungu, wewe unaijua hii giza iliyobaki kwangu, ni mazoea ya kwenye simu yangu, nisaidie niwe nuru, ili niwe natambulika kwa agano la watu wanaookolewa na wewe. Kama upo simama. Naendea msalaba ni mnyonge mpofu, yapita yonacho sabatu nakuti mainitu ewe tutakapokuwa tukiendelea kuimba. Na leo mchungaji Yusufu Juma atatuweka mikononi mwa Mungu. Ni mchungaji ambaye mimi ni mchungaji wake, maana ndiye aliyenifanya nikawa mchungaji tangu nikiwa mdogo. Ikiwa uko hapa kabla ya maombi ya mchana, sema pastor, nina jambo nilagiza, wenda ni tabia nilitoka nayo nyumbani, ninahitaji nuru ya Mungu itawale, nibaki na amani. Mimi kusimama itoshi, natamani nije hapa wachungaji waombe kwa ajili yangu. Ni tabia, ni udhaifu fulani ambao ni wagiza, na nuru ya Mungu haijatawala fuli kwenye maisha yako. Naomba uje.
Njoo. Tembea huko. Pastor, kuna hili. Wewe mwenyewe unajua. Njoo. Asante sana. Njoo. Vyote kwako utakuletea mwisho. Natoa vyote kwako. Nafasi nazo nguvu. Lali maiki moja iende hapo kwa mchungaji Yusuf Juma. Iwe vyako na kutumaini tu. Kabla ya kuomba, hebu ninyi mliokuja kwa wito huu mgeuke tu kidogo. Geukieni huku mchungaji alipo. Naenda kufanya ombi fupi, lakini kabla sijaomba, neno la Mungu huwa halileti uoga. Ukiona linakuletea uoga, halikuletei uelewa, ile neno limefeli. Kwa hiyo hotuba ya mchana wa leo kwa umakini wake inakuletea ujasiri wa kujitenga na yale ambayo yalikuwa yanakushinda. Mungu hajawahi kuwa Mungu aliye mbali na watu. Ni Mungu aliye karibu na wewe. Hotuba hii aliyoisema mchana wa leo haina makusudi ya kukushtaki. Ina makusudi ya kukusaidia ujitenge na ubaya. Kwa hiyo mimi mchana wa leo ninatamani msimame mkiwa na ujasiri wa kujitenga. Yesu alisema siombi niwatoe duniani, ila mlindwe na mwovu. Tutabaki duniani, lakini tutajitenga na wengine tukiwa tunaangaza nuru yetu. Ndivyo nilivyomsikia mchungaji akisema hii hotuba makini. Kwa hiyo isije ikakufanya sasa unaishi kwa uoga, unatembea kwa kuogopa, unatembea unafanya mambo yako, hata simu sasa unaanza kuiogopa kwamba sasa itakuingiza kwenye dhambi. Mungu na hotuba hii kusaidie ujitenge na yale ambayo unaweza ukayaepuka ili nuru yako ing'are. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, mchana wa leo naomba uwawashie taa. Wawashie taa. Waangazie nuru. Waangazie nuru vijana hawa watukasa kwa jina la Yesu. Kuna wakati fulani taa zetu zilizimika, zikashindwa kututofautisha namna ya kujitenga. Na mchana wa leo umesema tena. Na kuomba Baba tena sema kwa vijana hawa wa kiume. Tumekusanyika hapa katika mkutano huu ili kuweka uwezo wa neema ya Yesu ndani ya vijana wetu wa kiume watukasa. Ili kuweka nguvu zako ndani ya mabinti zetu watukasa. Ili kuweka msaada utakaoonekana tele wakiwa wanatafuta elimu yao kwa vijana wetu watukasa. Naomba neema ya Yesu na nguvu iokoayo iwaokoe vijana hawa, ikiwaangazia nuru na ushindi. Asiwepo hata mmoja akawa na uwezo duni sana wa kuelewa.
awe na uwezo mpana mno wa kuelewa. Ulisema siombi ni watoe duniani, ila mtalindwa na muovu. Baba, mabinti zetu walindwe na muovu. Katikati ya ulimwengu wenye mitandao, katikati ya ulimwengu wenye teknolojia, katikati ya ulimwengu wenye fashion mbalimbali, katikati ya ulimwengu wenye mashinikizo ya kupata elimu, lazima wachanganyikane. Baba, watenganishe ili wabaki wakiangaza nuru yako kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninakutukuza sana kwa mtumishi wako mchungaji, kwa nguvu ya neno, kwa maelezo ya kinifu ya kufanya vijana waelewe, kwa mguso wa Roho Mtakatifu wa kufikisha neno lako. Basi ninaomba maadamu umemjalia kufikisha, sasa utujalie kulipokea ili litubadilishe. Na waombea hawa mabinti, asitoke mtu yoyote tunapoenda kula chakula amekuwa muoga, ila atoke amewezeshwa. Kuna wakati fulani alikuwa karibu aingie kwenye mtego, alipita kwenye vichochoro vilivyokaribia kabisa kumwangamiza. Baba, mchana wa leo atoke akiwa nuru mpya kwa jina la Yesu. Kuna kijana mmoja, kama isingekuwa mkutano huu na hotuba hii, alikuwa anaingia kwenye genge baya, matendo mabaya, uharibifu kama wa Samson. Baba, baada ya hotuba ya mchana wa leo, awe ni mshindi, awe ni jasiri. Wanatukasa, Mungu awabariki na kuwalinda. Mungu awafadhili na kuwapa amani. Mungu awaangazie nuru ya uso wake na kuwaongoza. Mchana wa leo uwe ni mchana wa shangwe, kwamba Magomeni palikuwa ni mahali pa kukutana na wewe na kuanza upya kwa jina la Yesu. Amen. Bwana wabariki. Tusisahau kujiandaa kwa maombi wakati wa mchana jioni. Kuwabariki wale wote ambao wamekuwa wakiendelea kufuatilia matangazo haya kupitia channel ya Tukasa STU TV, SEC TV pamoja na Magomeni SDA Church TV. Bwana awabariki sana wale wote pia ambao tumeweza kusikiliza mahubiri haya. Wale wote ambao tumekuwa tukifuatilia matangazo haya, tunaye rafiki yetu mmoja anaitwa Dickson Channel. Anasema Mungu ana makusudi yake sisi kupata mafundisho ya namna hii. Mungu na atusaidie tuwe tunasikiliza na kufanya kazi pia. Awabariki facilitator wote. Amina. Lakini huyu anasema ninabarikiwa nikiwa Simiyu. Amina. Bwana wabariki wote ambao mnafuatilia kutoka hapo Simiyu. Lakini huyu pia anasema naitwa William Nation Joshua, nabarikiwa nikiwa pia Simiyu. Bwana akubariki sana. Na huyu anaitwa Freddy Charles, anasema ni kweli pastor, Mungu wa mbinguni na atusaidie sana tujue uhalisia wa ukweli. Amina. Lakini mtu mwingine anaitwa Mr. Impossible, anasema Mungu aweze kuwabariki sana, ninawafuatilia na nabarikiwa na vipindi hivi. Lakini mwingine anasema nabarikiwa sana toka Makete, Mwanatukasa, miaka 7 iliyopita toka Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Bwana akubariki. Ni wengi sana ambao wameendelea kufuatilia matangazo haya mahali kokote pale walipo ndani na nje ya nchi, hivyo ninaamini ya kwamba tunaendelea kubarikiwa
na vipindi hivi. Hivi sasa tutakaribia kwa ajili ya nyimbo mbili, na mara baada ya hapo tutakuwa tukihitimisha programu zetu za siku hii ya leo. NTC ni wakaribishe kwa ajili ya wimbo mmoja. Wakati huo wale wote ambao walikuwa wakisaidia matangazo haya yaweze kuruka moja kwa moja katika chumba cha matangazo, director alikuwa ni Eli Kunda Singo, lakini mwingine alikuwa anaitwa Jonathan Abedi, na mwingine ni Josephati Kimele, na nyuma ya kamera tulikuwa naye Gadi Marco, Samuel Emmanuel pamoja na Alexi Machache, bila kumsahau aliyekuwa katika upande wa PA system alikuwa anaitwa Musa Sabato. Langu jina ni Arnold Liberius Yankana, niliyekuwa nikikuletea matangazo haya katika ibada ya siku hii ya leo. Bwana na aweze kukubariki. Baada ya kwaya hii, Tukasa Musti kwaya waweze kujiandaa kwa ajili ya wimbo mmoja.
uwepo ni kumsifu Mkombozi, twaishi kwa mwanga wa mwana-kondoo. Angalia, kuna sehemu imewekwa nia kwangu, nikae na Mwokozi milele. Hakuna usiku wala machozi wala vilio havitakuwepo. Wa mwana
vyote kung'aa kwa nyota tele, vyatangaza uumbaji mkuu. Jua lisilozima, sifu Muumba wake. Bwana, Bwana, nashangaa uumbavyo vikusifu na kukuabudu. Nanyenyekezwa enzini, ulimwengu vijaza vyote ni vyako. Giza usiku, machweo ya samawi, mwezi huzisimulia ajabu za Mungu. Kuta mawingu hutanabaisha, ndege kuzithibitisha ajabu zake. Bwana, Bwana, nashangaa uumbavyo vikusifu na kukuabudu. Nanyenyekezwa enzini, ulimwengu vijaza vyote ni vyako. Mimea imejaa utabibu, weuregeshea miili vyatele. Fungua macho tawe Muumbaji, uvyoumbika pumzi ni ushuhuda. Bwana, Bwana, nashangaa uumbavyo vikusifu na kuabudu. Nanyenyekezwa enzini, ulimwengu vijaza vyote ni vyako. Bwana, Bwana, nashangaa uumbavyo vikusifu na kuabudu. Nanyenyekezwa enzini, ulimwengu vijaza vyote ni vyako. Amina. Basi Bwana wabariki kwaya Tukasa Musti kwa wimbo wenu mzuri ambao ulikuwa unasema. Mungu aweze kuwabariki NTC kwa wimbo wenu mzuri ambao ulikuwa ukisema hakuna usiku. Katika mchana huu wa leo hatuna la ziada, tunasema Mungu akubariki sana kwa sababu umeendelea kuwa mtulivu na kuwa msikivu katika ibada yetu. Tukukaribishe panapo majaliwa hapo baadaye kwa ajili ya kuendelea na vipindi. Usisahau siku ya 3 leo tangu tumeanza mikutano yetu, na siku ya 7 tutakuwa tukihitimisha mikutano yetu ya summit. Lakini siku hiyo tutakuwa na tukio kubwa sana la vijana wawili ambao wao waliona si vyema kila mmoja aweze kukaa peke yake. Kwa hiyo wakaona ni vyema waweze kukaa kwa pamoja. Vijana hao wawili wanatokea katika chuo cha Musti pale jijini Mbeya. Amina. Kwa hivyo nipende kukaribisha na kualika wote tuweze kushuhudia tukio hilo siku hiyo. Bwana kubariki sana, nikutakie wakati mwema, nikutakie mapumziko mema. Amina.